kwa heshima kubwa na taadhima na kuomba uliunde na kulitangaza rasmi kusanyiko hili kuwa ni mahafali ya 10 ya Chuo cha Kodi. Kwa mamlaka niliyopewa, naliunda na kulitangaza rasmi kusanyiko hili kuwa ni mahafali ya 10 ya Chuo cha Kodi. Mgeni wetu rasmi, tunakushukuru sana. Sasa mahafali yetu yana baraka zote za mgeni rasmi. Tunaweza kuendelea rasmi na mahafali yetu haya ya 10. Naomba sasa nimkaribishe mlau Bwana Philip Mbati. Karibu sana Bwana Mbati. Haya ni mahafali ya 10 ya Chuo cha Kodi. Hafla ya mahafali haya imegawanyika katika sehemu 2. Ya kwanza ni kutunuku zawadi kwa wahadhiri waliofanya tafiti mbalimbali pamoja na wanafunzi waliofanya vizuri zaidi. Ya pili ni sherehe ya kuwatunuku wahitimu vyeti, shahada na stashahada. Mheshimiwa mgeni rasmi, sherehe za mahafali zimeanza kwa maandamano ya wahadhiri na viongozi wakuu wa chuo na zimetanguliwa na mlau aliyebeba rungu na kitabu. Kama utamaduni ulivyo katika vyuo vikuu vingi, wakati wa maandamano wahadhiri na wahitimu huvaa vazi rasmi la kisomi ikijumuisha joho, skafu na kofia yenye shada. Katika vyuo vikuu vingi, rangi za vazi hili hutofautiana kulingana na shahada anayotunukia mhitimu, yani kama ni shahada ya kwanza, ya uzamili, ya uzamifu. Mara nyingine rangi hutofautiana kulingana na taaluma ya mhitimu. Mheshimiwa mgeni rasmi, mhadhara wa kutunuku vyeti na shahada ukiambatana na kutunuku vyeti hadharani ulibuniwa na kutumika sio tu ili kuwapa fursa wananchi wengi kushiriki katika hafla ya mahafali, bali kuweza kuwatambua na kuwashuhudia wale wote waliohitimu na kustahili kutunukiwa vyeti, na pia alama ya wahitimu kuwa tayari kuwatumikia wananchi kwa uadilifu katika nyanja mbalimbali za taaluma zao. Aidha, kutunuku vyeti hadharani ni utaratibu uliowekwa ili kuwadhibiti wale ambao wangejaribu kujipatia vyeti vya kitaaluma kwa njia ya udanganyifu. Na wasihi sana, wakati wote mnapokuwa katika maeneo ya ujenzi wa taifa letu, mtekeleze kwa vitendo kauli mbiu ya hapa kazi tu, ili kuunga mkono jitihada za serikali kuwaletea wananchi maendeleo na hatimaye kuwezesha taifa letu kufika uchumi wa kati utakaojengwa kwa kuimarisha zaidi sekta ya viwanda katika muda mfupi ujao. Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba nitoe kidogo historia fupi ya Chuo cha Kodi. Chuo cha Kodi kilianzishwa wakati wa Jumuiya ya kwanza ya Afrika Mashariki ambayo ilivunjika mwaka 1977, na ilianzishwa kwa lengo la kutoa mafunzo katika fani ya forodha kwa watumishi wa jumuiya hiyo. Baada ya kuvunjika kwa Jumuiya ya Afrika Mashariki hiyo ya kwanza, chuo hiki kilichukuliwa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kukabidhiwa chini ya Wizara ya Fedha ili kuendelea kutoa mafunzo kwa watumishi wake katika taaluma za forodha na kodi. Na mwaka 1984 chuo kilianza kutoa mafunzo hayo kama ambavyo ilikusudiwa na serikali. Mwaka 1995 wakati Mamlaka ya Mapato Tanzania ilivyoundwa upya, serikali ilikikabidhi chuo kwa mamlaka hiyo, na mamlaka ilikitumia chuo kutoa mafunzo kwa watumishi wake.
Na chuo kilichukua hatua mpya baada ya bodi ya mamlaka ya mapato kuafiki kukiendesha chuo kwa misingi ya taratibu ya Baraza la Taifa la Elimu ya Ufundi kama ambavyo sheria za nchi zilitaka. Chuo kilisajiliwa kama taasisi ya elimu ya juu mwaka 2007 chini ya sheria ya NACTE ya mwaka 97. Chuo kikiwa na majukumu matatu makubwa. La kwanza ni kutoa mafunzo ya muda mfupi na ya muda mrefu kwa watumishi wa mamlaka ya mapato na wadau wengine. La pili ni kutoa machapisho, na la tatu ni kutoa ushauri katika masuala ya forodha na kodi. Chuo kina baraza la uongozi ambalo kazi yake kubwa ni kutoa ushauri kwa kamishna mkuu kuhusu utendaji wa kazi za chuo. Maendeleo ya kitaaluma. Mheshimiwa mgeni rasmi, licha ya mafunzo ya muda mfupi yanayotolewa na chuo kwa wafanyakazi wa mamlaka ya mapato pamoja na wadau wengine, chuo kimekuwa kikitoa mafunzo ya muda mrefu katika taaluma ya usimamizi wa kodi na forodha, ambapo baadhi ya wahitimu wamekuwa raia wa nchi za jirani mwa Tanzania, kama ambavyo tumeona wageni wametoka kwenye nchi hizo. Kozi ndefu zinazoendeshwa hapa chuoni ni kama ifuatavyo. Tuna shahada ya uzamili, yani Masters of Arts in Revenue Law Administration, inayoendeshwa kwa ushirika kati ya chuo cha kodi na vyuo vikuu vya Dar es Salaam cha hapa Tanzania na chuo kikuu cha Münster cha Ujerumani. Kozi ya pili ni stashahada ya uzamili katika kodi, yani Postgraduate Diploma in Taxation. Kozi ya tatu ni Graduate Trainee Program kwa wafanyakazi wapya wa mamlaka, ambayo hutolewa katika michepuo miwili, wa kodi za ndani na ule wa forodha. Kozi nyingine ni shahada ya usimamizi wa forodha na kodi, yani Bachelor Degree in Customs and Taxation. Kozi ya tano ni stashahada ya usimamizi wa forodha na kodi, yani Ordinary Diploma in Customs and Tax Management. Kozi ya sita ni cheti cha usimamizi wa forodha na kodi, yani Basic Technician Certificate in Customs and Tax Management. Na ya saba ni cheti cha uwakala wa forodha cha Afrika Mashariki, yani East African Customs Clearing Freight Forwarding Practicing Certificate. Na mwisho ni mafunzo ya kodi kwa watumishi wapya wa TRA. Mheshimiwa mgeni rasmi, kulingana na takwimu za chuo, tangu chuo kianze kutoa kozi ndefu miaka 8 iliyopita, kimeweza kudahili wanafunzi zaidi ya 6,000. Na uchambuzi uliofanywa na chuo unaonesha kuwa kuna idadi kubwa ya wanafunzi wanaopenda kujiunga na chuo hiki. Na chuo kina mikakati ya muda mrefu ya kuongeza udahili wa wanafunzi katika ngazi ya stashahada na shahada. Mheshimiwa mgeni rasmi, katika kipindi cha kuanzia mwaka 2009-2010 hadi mwaka huu 2016-2017, takwimu zinaonyesha kuwa kiasi cha wanafunzi 4,139 wamehitimu katika chuo hiki katika ngazi ya cheti hadi stashahada ya uzamili. Na kutokana na mikakati wa kuongeza wanafunzi, chuo pia kinategemea kuongeza idadi ya watahiniwa kwa miaka ya karibuni. Kutokana na utekelezaji wa mpango mkakati hii, chuo kimepata mafanikio ya kuridhisha, hususan katika uboreshaji wa miundombinu iliyokuwepo na katika kuongeza ufanisi. Sekretarieti ya Jumuiya ya Afrika Mashariki tayari imeanza mchakato wa kukifanya chuo kuwa kituo cha umahiri, yani Center of Excellence, kwa mafunzo ya forodha na kodi katika ukanda wa Afrika Mashariki. Mheshimiwa mgeni rasmi, mipango mikakati niliyotaja imekiwezesha chuo kutoa mafunzo yanayokidhi mahitaji ya taaluma ya forodha na kodi miongoni mwa wadau mbalimbali wa mfumo wa kodi, hususan Mamlaka ya Mapato Tanzania, ambaye ndiyo mdau mkuu wa chuo.
Wadau wengine walionufaika na mafunzo ya chuo ni pamoja na serikali za mitaa, Bodi ya Mapato Zanzibar, Bodi ya Rufaa za Kodi, Baraza la Rufaa za Kodi, Ofisi ya Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Ofisi ya Taifa ya Ukaguzi wa Hesabu, Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi, washauri wa kodi, mawakala wa forodha, mamlaka za mapato za nchi jirani za Afrika Mashariki na Kusini mwa Afrika, wahitimu wa shule za sekondari, walipa kodi na wananchi kwa ujumla. Mheshimiwa mgeni rasmi, mpango mkakati wa 3 ulioanza kutekelezwa Julai 2013 ulilenga kukiwezesha chuo kufikia dira yake ya kuwa kituo cha umahiri, yani Center of Excellence, cha mafunzo ya forodha na kodi kinachotambulika kimataifa. Ili kufikia lengo hili, chuo kilitekeleza miradi ya kunyanyua kiwango cha weledi wa forodha na kodi kwa wadau wa kodi nchini, kuongeza mafunzo kwa vitendo kwa wanafunzi wake, na kupanua chuo ili kuongeza udahili wa wanafunzi. Chuo kimefanikiwa kupata eneo la kujenga kampasi mpya huko Misugusu, Kibaha, mkoani Pwani, na ninayo furaha mgeni rasmi kufahamisha kuwa tayari eneo hilo limeshawekewa mipaka na mipango ya utekelezaji, yani master plan imeshaandaliwa. Mpango mkakati wa 3 pia ulilenga kuongeza na kuboresha miundombinu na vitendea kazi vya chuo. Mheshimiwa mgeni rasmi, napenda kukufahamisha kwamba chuo kimepata mafanikio ya kuridhisha katika eneo hili, na ushahidi ni kukamilika kwa ukumbi huu ambao leo tunafanyia mahafali haya ya 10. Ndugu mgeni rasmi, napenda kuchukua fursa hii kwa niaba ya viongozi na wafanyakazi wenzangu ndani ya mamlaka na hasa chuo cha kodi kushukuru kwa kukubali kuwa nasi siku ya leo kwenye mahafali haya ya 10 ya chuo chetu cha kodi, licha majukumu mengi ambayo tunajua unayo mbele yako wakati huu. Mamlaka ya Mapato Tanzania kama mmiliki wa chuo cha kodi inajivunia uwepo wa mafanikio ya chuo hiki. Faida ya mafanikio yaliyotajwa hapa si tu katika kujenga uwezo wa mamlaka, lakini pia kueneza uelewa wa masuala ya kodi kwa wadau mbalimbali hapa nchini, na hivyo kukuza ulipaji wa kodi kwa hiari ambao sisi tunaupigania. Kwa kutambua haya, mamlaka itaendelea kukilea na kukiendeleza chuo hiki ili kuzidi kufanya vizuri zaidi katika majukumu yake. Vile vile, kwa kuzingatia na kuunga mkono juhudi za serikali ya awamu ya 5 inaongozwa na Rais wetu Dr. John Pombe Joseph Magufuli ya kuepuka matumizi yasiyo ya lazima, mamlaka itaendelea kukiwezesha chuo kujenga uwezo wa wataalamu wake ili kuendelea kuondoa utegemezi wa wataalamu kutoka nje ya nchi na kupunguza kwa kiasi kikubwa kwenda nje ya nchi kupata mafunzo mbalimbali yanayohusu kodi. Ndugu mgeni rasmi, chuo cha kodi sio tu kwamba kinasaidia sana kujenga uwezo wa wafanyakazi wa Mamlaka ya Mapato Tanzania, bali kimeendelea kujenga uelewa wa taaluma ya kodi na forodha kwa serikali na taasisi mbalimbali kama Ofisi ya Bunge, Wizara ya Ardhi na Maendeleo ya Makazi, Ofisi ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali na taasisi nyingine katika nchi hii. Naamini hata Benki Kuu itakapotaka wataalamu wake kujifunza masuala ya kodi, basi mgeni rasmi, naamini utawaleta katika chuo chetu hiki. Ndugu mgeni rasmi, Mamlaka ya Mapato imepokea kwa furaha kubwa uteuzi uliofanywa na East African Community Secretariat kwa kukiingiza chuo cha kodi katika mchakato wa kukifanya kiwe ni kituo cha umahiri, Center of Excellence, katika fani ya kodi na forodha. Hatua hii itaongeza weledi katika mafunzo ya chuo hiki na hivyo kuboresha mafunzo na shughuli zote za chuo. Mamlaka ya Mapato Tanzania na serikali zote za jumuiya hii zitafaidika sana na hatua hii. Sasa hivi mamlaka inafanya tathmini ya namna kukisaidia chuo kuboresha miundombinu yake na taratibu zingine za chuo ili kiweze kukidhi viwango stahiki na hatimaye kiweze kutangazwa kuwa kituo cha umahiri cha mafunzo ya kodi na forodha katika Jumuiya ya Afrika Mashariki. Ndugu mgeni rasmi, kwa wenzetu kutoka mamlaka za mapato za nchi za ukanda wa Afrika Mashariki na Kusini, nafurahi kuona chuo cha kodi kimeweza kuwafikieni na kutoa mchango wake katika juhudi zenu za kujenga uwezo wa wafanyakazi wenu.
napenda kuhakikishieni ndugu zetu kwamba Mamlaka ya Mapato Tanzania iko tayari muda wote kutoa ushirikiano wake, ikiwemo kuingia makubaliano ya ushirikiano, yani memoranda of understanding, na mamlaka za mapato za nchi nyingine ili kuwezesha na kuimarisha mchango wa Chuo cha Kodi katika juhudi zetu wote za kuendeleza mamlaka zetu za mapato katika ukanda huu wa Afrika. Natambua kipekee mafanikio yaliyopatikana katika ushirikiano wetu na mamlaka za mapato za Botswana, Sudan Kusini, Malawi, Kenya, Uganda, Rwanda na Burundi katika ushirikiano huu. Ni imani yangu kuwa mafanikio haya yatazidi kuenea katika ushirikiano wetu na mamlaka za mapato nyingine pia katika ukanda huu wa Afrika. Na wakaribisheni wote katika ushirikiano huu. Ndugu mgeni rasmi, nafurahi kwamba hadhara hii wapo wadau wote muhimu wa Chuo cha Kodi, kuanzia management ya mamlaka ya mapato kiongozwa na kamishna mkuu, mwenyekiti na wajumbe wa baraza la chuo, management ya chuo, wakufunzi na wafanyakazi wengine wa chuo, wahitimu, wanafunzi na wengineo. Kwa maana hii, hadhara hii ni sehemu mwafaka kabisa kupokea ushauri wako, ushauri pamoja na maelekezo yako kuhusu masuala yote yanayohusu chuo chetu hiki. Hivyo basi, kwa heshima na taadhima kubwa, naomba sasa nikukaribishe ili uzungumze nasi katika mahafali haya ya leo ndani ya mamlaka. Na ndani ya mamlaka niseme tuna usemi unaosema kwa pamoja tunajenga taifa letu. Asanteni sana kunisikiliza, na sasa mgeni rasmi wetu, tafadhali karibu uongee na hadhara. Napenda kuipongeza management ya Mamlaka ya Mapato Tanzania kwa uongozi thabiti na imara inaotoa kwa chuo, kwani mafanikio ya chuo hiki na uimara wake yanatokana na jitihada kubwa zinazofanywa na Mamlaka ya Mapato katika kukilea, kukinasihi na kukisaidia kwa hali na mali hadi kufikia hatua hii ya leo kufanya mahafali ya 10. Vile vile napenda kupongeza uongozi wa chuo pamoja na baraza la chuo kwa juhudi kubwa mnazofanya kuhakikisha kuwa shughuli zote za kitaaluma na kiutawala zinafanyika kwa kufuata taratibu na sheria za uendeshaji taasisi za mafunzo hapa nchini. 3, napenda kutoa pongezi maalum kwa wahitimu wetu wote kwa bidii yenu katika masomo iliyopelekea kufaulu mitihani yenu na hivyo kustahili kutunukiwa vyeti, stashahada na shahada siku hii ya leo. Ama kwa hakika mmetimiza kwa vitendo ule msemo wa wahenga wetu unaosema kuwa rasilimali bora hapa duniani ni elimu. Hongereni sana. 4, napenda kuwashukuru viongozi na wananchi wote mliokuja kuhudhuria mahafali haya. Natambua kuwa mna majukumu mengi, lakini kwa namna ya pekee mmelipa uzito tukio letu hili. Asanteni sana. 5, natambua pia kwamba kuhitimu katika fani yoyote ile ni matokeo ya jitihada za muda mrefu, si za wahitimu wenyewe peke yenu, bali pia hata kwa wale waliowasaidia kufikia hatua hii. Wapo wahadhiri waliowafundisha, kina chao wapo hapo. Wapo wazazi, walezi waliowalipia ada za masomo, na baadhi yenu mmelipiwa ada na serikali au na waajiri wenu. Aidha, baadhi yenu mnao wenza na watoto wenu ambao mapenzi yao kwenu yamekuwa chachu ya mafanikio yenu. Naomba tuwashukuru kwa makofi, vigeregere wote mliowezesha wahitimu hawa kufikia hatua hii. Ndugu wahitimu na wageni waalikwa, nchi yetu inajivunia sana kwa uwepo wa chuo ambacho kinatoa mafunzo katika taaluma ya kodi hapa nchini, kwani kuwepo kwa chuo hiki ambacho ni muhimu sana katika kujenga uwezo wa kiutendaji wa wafanyakazi wa Mamlaka ya Mapato, lakini pia katika kutoa fursa kwa wananchi kujifunza masuala mbalimbali ya kodi na hivyo kuongeza ufahamu wao kuhusu masuala ya kodi na kuwawezesha kulipa kodi bila kushurutishwa na hatimaye kukua kwa ridhaa ama compliance ya kulipa kodi kwa hiari. Katika kipindi hiki
ambacho nchi yetu kama ilivyo nchi nyingine nyingi za Afrika inaendelea na juhudi za kukuza mapato ya ndani na kupunguza utegemezi wa wafadhili. Chuo hiki kinabeba umuhimu wa pekee. Kwa msingi huo, nitoe rai kwa uongozi wa Mamlaka ya Mapato na wadau wengine wote kuendelea kusimamia na kukisaidia chuo hiki ili kiendelee kutoa mafunzo ya hali ya juu yanayokidhi mahitaji ya taaluma ya kodi na forodha, na kiwe kielelezo cha ubora na mafanikio kwa TRA na serikali kwa ujumla. Mgeni rasmi ni Lilian Kimambo. Huyo amekuwa mshindi wa kwanza katika masomo ya uhasibu. Anatarajiwa cheti cha kutambua ustadi wake kilichotolewa na mwenyekiti wa Baraza la Chuo cha Kodi, kitabu kinachoitwa Advanced Financial and Corporate Accounting na fedha taslimu shilingi 100,000 zilizotolewa na Bodi ya Taifa ya Wahasibu na Wakaguzi wa Hesabu NBAA. Wanaofuata ni wawili ambao pia wamefungana katika nafasi ya kwanza katika masomo yote ya shahada ya usimamizi wa forodha na kodi mwaka wa pili BCTM2, nafasi ya pili mradi. Hawa ni Fronto Benedict Fraha na James J. Ayok. Fronto Benedict Fraha anazawadiwa cheti cha kutambua ustadi wake kilichotolewa na mwenyekiti wa Baraza la Chuo cha Kodi, kitabu The Consulting Process, fedha taslimu shilingi 50,000 zilizotolewa na ndugu Charles Sabuni. James J. Ayok anazawadiwa cheti cha kutambua ustadi wake kilichotolewa na mwenyekiti wa Baraza la Chuo cha Kodi, kitabu The East African Tax System, fedha taslimu shilingi 50,000 zilizotolewa na ndugu Joseph Chikongoe. Kama mwenyekiti wa pili wa Baraza la Chuo, ndugu mgeni rasmi, chuo kinatambua kwamba ni chini ya uongozi wa Profesa Kabudi ndipo chuo kiliweza kupiga hatua kubwa kuelekea dira yake ya kuwa kituo cha umahiri, ya Center of Excellence, kinachotambulika ulimwenguni kwenye nyanja za forodha na kodi. Kwa bahati mbaya pia hakuweza kuwa nasi kwa sababu ya majukumu yake mengi. Kwa sababu hiyo, namuomba mkurugenzi wa rasilimali ndugu Gerard Mwanilwa aweze kupokea zawadi hiyo kwa niaba ya Profesa Kabudi. Ni mwenzetu, ndugu yetu, mwalimu Dr. Yamungu Kaendabila, ambaye kwa bahati njema ndio mgeni wetu rasmi leo hii. Kamishna mkuu wa Mamlaka ya Mapato Tanzania ndugu Charles Kichere akupatie cheti cha utambuzi wa mchango wako muhimu katika uongozi na maendeleo ya chuo hiki mpaka ilipo leo.
naamini umenikubalia. Karibu sana Kamishna Mkuu. Wanaofuata ni wahitimu wa shahada ya usimamizi wa forodha na kodi, yani BCTM. Ndio wenye chuo. Ndio wenye chuo. Mheshimiwa mgeni rasmi, katika mwaka wa masomo 2016-2017 jumla ya wanafunzi 134 walifaulu vizuri masomo yao na wanastahili kupata shahada ya usimamizi wa forodha na kodi BCTM itolewayo na chuo cha kodi. Kwa heshima kuu na wahudhurisha mbele yako wahitimu 101 waliopo katika mahafali hii ili watunukie shahada ya usimamizi wa forodha na kodi. Kwa mamlaka niliyopewa na watunuku wahitimu waliotajwa shahada ya usimamizi wa forodha na kodi, yani BCTM. Kwa majina yangu kamili naitwa David Robert Masawe, ni mhitimu wa chuo cha kodi katika level ya bachelor degree katika usimamizi wa forodha na kodi. Matarajio yangu baada ya kuhitimu hapa, ukiacha kuajiriwa, lakini pia ni kwa namna nyingine pia ni kujiajiri, kwa maana ya kuwa na kampuni yangu binafsi ambayo nitakuwa ninatoa ushauri katika masuala ya ushuru na forodha. Lakini kama hiyo ni moja, mbili pia ni katika kuwashauri au kuwashawishi au rather kuwaelimisha jamii inayonizunguka kuhusu umuhimu wa kulipa kodi. Kwa sababu ninatambua fika hii elimu niliyoipata si tu kwa lengo la kwenda kuajiriwa, lakini penda kuelimisha jamii ambayo inanizunguka juu ya umuhimu wa kulipa kodi, kwa sababu si wote ambao wanauelewa kuhusu umuhimu wa kulipa kodi. Lakini kuhusu miiko ya vitu gani tunapaswa tuvifanye, vitu ambavyo tunapaswa kuvifanya, naweza nikazungumza katika namna hii kwamba sisi tumeambiwa kwamba tukasaidie serikali katika ukusanyaji wa mapato, lakini si kusaidia wananchi katika kukwepa mapato, kwa sababu wanatambua fika kulingana na maarifa tuliyoyapata, sheria za kodi tunazozijua, tunaweza tukatumika vibaya, au wale wengine ambao pia kwa namna moja au nyingine hawatambui miiko hii wanaweza wakatumika vibaya. Kwa hiyo tu tumekumbushwa kwamba tunapaswa kuitumia vizuri au kuyatumia vizuri maarifa ambayo tumeyapata katika kusaidia serikali katika kukusanya kodi, na hivyo kusaidia lile kusudi au lengo la rais wetu Dr. John Magufuli kuhakikisha kwamba kodi inakusanywa kwa ajili ya maendeleo ya taifa letu. Tanzania ni yetu, sisi wote ni Watanzania. Kwa majina naitwa Melania Angelo Msafiri, ni mhitimu wa stashahada ya Bachelor in Customs and Tax Administration ya chuo cha kodi. Leo ni siku yangu ya furaha, na shukuru Mungu kwa kuweza kutufikisha hapa ambapo tumepitia changamoto nyingi na tumefundishwa mengi. Matarajio yetu kama wahitimu wa chuo cha kodi, tunatarajia kuwa mafunzo tuliofundishwa na walimu wetu vyuoni tutaenda kuyatumia vyema na tutaenda kusaidia jamii, pia kuwasaidia wale watu ambao wanapenda njia za panya za kukwepa kulipa kodi wasiweze kufanya hivyo, ili tuweze kuongeza kipato cha taifa letu.